pia hapo mwenyewe. Nasema kwamba kwa maana dhambi haitatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tafundisha ujumbe huu kuishi chini ya neema. Taizungumzia jinsi ambavyo wewe kama Mkristo ni muhimu sana kuielewa neema na uishi katika neema. Haijalishi hali yoyote ambayo iko tofauti inapokujia, lakini usitoke kwenye ile neema ambayo imekuwa kama uvuli wako. Haleluya. Kuishi chini ya neema. Nasema kwa maana dhambi haitakutawala kwa sababu sheria imekufunika. Mwanadamu wa kwanza alifunikwa na sheria, lakini pia sheria ilikuwa inataja na ilikuwa inazungumza, lakini mwanadamu alikuwa hayuko chini ya neema, alikuwa yuko juu, alikuwa chini ya sheria. Kwa hiyo mtu anayeishi kwa sheria hufa. Mtu anayeishi kwa sheria hufa. Lakini mtu anayeishi kwa neema na sheria ikawa chini yake, basi neema ya Mungu iko juu yake, kwa sababu neema inamwezesha kuishinda au kuishi sawasawa na sheria inavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ukiishi kwenye neema, kwa kiwango kile cha neema, ikawa kama ni sehemu ya uvuli wako katika maisha yako, jua ya kuwa dhambi haitakutawala wala hutakuwa chini ya utumwa wa dhambi. Kwa sababu dhambi inakuendesha. Ni kama mfanyakazi au bosi wake anamfanya kazi alafu anamshurutisha yule mfanyakazi kufanya mambo ambayo hayapaswi kwamba mfanyakazi aweze kufanya. Kwa hiyo ni kitu ambacho unachokifanya lakini huna uwezo wa kutekeleza, lakini sheria inakushurutisha lazima uishi hivi. Na hii tunaona ugumu wa kuishi katika maisha matakatifu, kwa sababu Wakristo wengi hatuko chini ya neema bali tuko chini ya sheria. Tukiwa chini ya sheria tutayafanya yale ambayo Biblia inasema tusiyafanye, kwa sababu neema haiko juu yetu. Lakini ukitaka kuishi kwenye kile kiwango cha kuwa chini ya ile neema, ni muhimu na ukaelewa na ukajua ya kwamba natakiwa niweze kuwa chini ya neema na sio chini ya sheria. Haleluya. Kwa sababu sheria alikuja nayo Musa ikisema usitamani, usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Lakini neema imekuja kukuwezesha kuishi na lile kosa ambalo sheria imelitambulisha lisiwe gumu kwenye maisha yako, pale ambapo unapokuepo chini ya ile neema ya Kristo. Haleluya. Kwa nini tunapitia katika hali hiyo ya uongo? Kwa nini tunapitia katika hali hiyo ya hasira? Kwa nini tunapitia katika hali hiyo ya uovu? Ni kwa sababu bado hatujakuwa chini ya neema, bali tuko chini ya sheria. Kwa ile dhambi inakuambia, lakini kwa sababu huko neema iko mbali na wewe, ni kwamba huwezi kushinda kile ambacho sheria inasema. Na pale ndio tunasema kwamba ulimwengu upo, lakini kuishi maisha masafi haiwezekani. Siri ya Mkristo kuishi maisha matakatifu ni neema. Bila neema kwa Mkristo hawezi kushinda dhambi. Bila neema kwa Mkristo hawezi kuwa tofauti na mtu wa mataifa. Bila kuwa chini ya hiyo neema, utofauti wake tu ni kwamba wewe unaenda Pentekoste na huyu hapa anaenda Katoliki na yule pale anaenda msikitini.
Huo ndio tofauti. Lakini katika maisha ya kuishi kwa pamoja, maisha ya kuishi pamoja, anachokifanya asiyeamini ndio kile kile anachokifanya aliyeamini. Ni kwa sababu gani anakifanya hicho? Ni kwa sababu bado, pamoja kwamba anaenda Pentekoste, lakini bado sheria ndiyo iko juu yake na si neema. Haleluya. Haleluya. Neema ni kitu ambacho tumekipata bure. Hatufanyi kazi ili tupate neema. Ni kule tu kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Yesu anapoingia ndani, anaingia na ile neema. Sasa nini na kufanya utembee kwenye ile neema? Mkristo ni lazima utambue ya kwamba wewe uko chini ya neema na sio chini ya sheria. Maana unapokuwa chini ya neema, sheria itakuwa iko chini yako, na wewe utaitawala sheria, kwa sababu kila kitu sheria inachokisema wewe una uwezo wa kukiishi bila wasiwasi, bila kushurutishwa. Mwenyewe unajisimamia mwenyewe kwa ajili ya kusonga mbele zaidi. Haleluya. Jumapili iliyopita tulifunza habari ya ule ndege anaitwa nani? Tai. Kwamba tai na yeye pia anaishi kwa neema. Kwa sababu gani? Vyote anavyofanya yule tai hashurutishwi na tai mwenzake, bali ni maisha yake halisi, kwa sababu anaishi kwa hekima, anaishi kwa maarifa, lakini ana nguvu tai za kushika kitu kizito na akapanda nacho wapi? Hewani, kwa sababu anatumia nini? Akili, kutokana na zile mbawa zake. Tukasema kwamba anapokomaa au anapokuwa huyu tai akiwa na miaka 30, ni kwamba anaenda anajificha mahali kwa miezi isiyopungua 3 mpaka 4. Anajitoa manyoya, alafu anatoa kucha, alafu anatoa haya ule mdomo ambao tayari umeshazeeka, hawezi kuinda vizuri, anatoa. Baadaye anakaa mahali ili asubiri kucha zote, mdomo wote, alafu manyoya mapya yaote. Na inasemekana ya kwamba atakapotoka hapo ana uwezo wa kuishi miaka mingine 30 na hata zaidi ya pale alipokuwa anaishi mwanzo, kwa sababu huyu tai anajielewa na anajifahamu. Kwa sababu kazi yake anayoifanya ya kwenda kujificha hashurutishwi, bali huwa anajituma mwenyewe. Mkristo anaweza kujituma mwenyewe ikiwa atakuwa yuko chini ya ile neema. Haleluya. Haleluya. Neema iwe ni sehemu ya vazi lako. Neema ikiwa ni sehemu ya vazi lako, wewe umefunikwa na neema, unaishi kwa neema, na kila unachokifanya unakifanya kwa neema, kwa spidi, kwa sababu neema ndiyo imekufunika wewe. Na neema inapopungua, makosa na dhambi lazima uzifanye, kwa sababu wewe uko nje ya neema. Kwa hiyo ni muhimu kama muumini, kama Mkristo, kuwa ndani ya neema ili aweze kuwa mshindi na aushinde ulimwengu huu, kwa sababu kuna maisha mengine baada ya haya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna maisha mengine baada ya haya. Kwa hiyo sio kitu tu ambacho kinakuwa ni rahisi, lakini kinaweza kuwa rahisi, au maisha ya ulimwengu yanaweza kuwa rahisi kwa sababu ya ile neema. Ndio maana Yesu akasema kwamba nitawabariki mara 100 hapa katika ufalme huu, na nitawabariki mara 100, akitegemea kwamba utaishi sawasawa na mapenzi ya Mungu hapa duniani kwa sababu ya ile neema ambayo Bwana ameiachilia kwako. Haleluya. Kwa hiyo ukiitumia vizuri neema na ukaishi kwa neema, na kila unachokifanya ukifanya kwa neema, nataka nikwambia kwamba hutashurutishwa kumtafuta Mungu, bali ile neema itakuwezesha, kwa sababu neema ni kama nafsi ambayo inapokuwa juu yako inakufundisha, inakuelekeza, inakuonya, lakini pia inakutia nguvu ya kushinda yale ambayo sheria inasema. Haleluya. Inakutia uwezo wa kuyashinda yale ambayo unayoyasema. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba sisi kama waumini, kama Wakristo, ili tutofautiane na Wakristo wengine, si tu kumwamini Yesu na kubaki hapo, lakini kuna kitu ambacho Yesu amekiachilia kwa Mkristo, na hicho ndicho ambacho
anakiamini Yesu kwamba watu wangu watakaa salama, akasema kwamba siombi ya kwamba uwatoe katika huu ulimwengu, lakini uwalinde na yule mwovu. Haleluya. Uwalinde na yule mwovu, kwa sababu hata atakapotaka kuajia ile neema yako, mwovu hawezi kuisogelea akamgusa mtakatifu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sisi ambao tumeamini na tumeokoka, ni muhimu tujitofautishe na watu ambao hawajaamini. Na hata wale ambao walioamini lakini bado wako chini ya sheria, ni kwamba hawawezi kuitekeleza sheria, kwa sababu sheria inawezwa tu na neema. Maana kwamba yaani ukisema mimi naishi kwa sheria, sasa unaishi kipindi cha Musa. Torati ni sheria, si ndio Na Torati unamzungumzia nani? Musa. Na watu walishindwa kumpendeza Mungu kwa sababu waliishi kwenye kipindi cha nini? Cha sheria. Lakini Yesu alipokuja akatoa uhai wake pale msalabani ili atutakase, ili atusafishe, lakini bado ile neema ya Mungu inakuwa juu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana nasema kwamba neema na kweli zilikuja katika mkono wa nani? Kwa hiyo wewe hauko chini ya sheria, lakini wewe uko chini ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neema ni moja ya maneno muhimu sana katika Mkristo au katika Biblia, ambayo katika hayo tunatakiwa kuyaishi na kuyatelekeza ili kuyatekeleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana tunasoma Warumi 1:5. 1:5 asema kwamba tunapokea neema na ule utumishi. Yule msomaji yuko wapi yule? Hebu nisomee Warumi 1:5. Warumi 1:5. Warumi ile sura ya kwanza na mstari ule wa 5. Amen. Amen. Ambaye katika yeye tulipokea neema na utume. Tumepokea nini? Neema, alafu tukapokea na nini? Na utume. Kwa hiyo neema imekuja lakini ikuwa na kusudi. Haleluya. Kwa hiyo neema haikuja tu ikufanye wewe uwepo, ufanye kazi, ule na unywe. Kuna utume. Na huo utume ni kwa ajili ya kutekeleza mpango mzima wa Mungu kwenye maisha yako kwa ajili ya kuwafikia na wengine tena. Kwa hiyo haikuja bure, imekuja na kitu. Kwa hiyo unapomwamini Yesu Kristo, na muamini Yesu Kristo, lakini kuna utume ambao uko ndani. Sio wale ambao wajiita mitume, lakini kila mmoja hapa kutokana na neema ni mitume. Haleluya. Yaani wewe hapo ni una roho ya utume ambao umepewa humo ndani. Kwa hiyo kila Mkristo ana roho ya utume, na utume tafsiri yake ni kutumwa. Haleluya. Ni kutumwa. Yaani mtu yuko kwenye neema, alafu kuna kitu ambacho kiko hapo ndani kinamtuma. Kwa hiyo amepokea ile roho ya utii wa kwenda mahali ambapo Bwana anataka uende. Mahali sehemu ya kufanya agizo ambalo Mungu anataka ufanyaje? Ulitekeleze. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba tuna hiyo neema, lakini ile neema ambayo iko ndani mwetu pia kuna ule utume. Ndio maana ili tuweze kupokea baraka za Mungu nzuri za kiroho na za kimwili, ni muhimu tuangalie ule utume ambao uko ndani mwetu. Na ule utume ambao uko ndani mwetu ni kuwaleta watu katika ufalme wa Mungu. Tunaelewa Tusipotumika kwenye utume huu wa kuwashuhudia watu wengine habari njema, tunakuwa kwenye kanisa la kwanza ambalo tulikuwepo. Yaani unakuwa Mkatoliki, unakuwa Mlutheriani, unakuwa Muanglikani, unakuwa Muislamu, unakuwa mpagani. Lakini tofauti yake tu uko kwenye kanisa, lakini ule utume ambao ulikusudiwa ili hiyo neema iwe juu yako imefanyaje? Haifanyi kazi, kwa sababu wewe hutekelezi ule utume ambao uko ndani mwako. Na ule utume unapokuwa unautekeleza kwa ajili ya kuwapatia watu wengine habari njema, kwa ajili ya kuwaleta watu katika ufalme wa Mungu, ile neema inakuwa na kuongezeka.
Ndio maana nasema kwamba neema hata nini? Neema juu ya nini? Ya neema. Unapata neema juu ya neema. Yaani unapata kibali juu ya nini? Ya kibali cha Mungu. Na tusipofanya kwenye kazi ya utume kuwaleta watu kwa Yesu kwa gharama yoyote ambayo Mungu amekuwezesha na amekusaidia na amekupa, ni kwamba unakuwa ni mtu wa kawaida, kwa sababu neema haiji kwa ajili ya mambo ya mwilini tu. Inakuja kusudi kubwa kwa ajili ya mambo ya rohoni, na kusudi nyingine ni kwa ajili ya kukuwezesha kupata baraka katika maisha haya duniani unayoishi. Haleluya. Kwa hiyo neema itatumika vizuri kwetu, itatuelekeza vizuri kwetu, lakini lile la kwanza la ule utume lazima ifanyike. Ili jicho la Mungu likuone kila mahali unapoenda, ni ule utume ambao uko ndani mwako. Kwa hiyo hilo Mkristo asisahau kwamba mimi niko chini ya neema, lakini kwenye chini ya neema ndani mwangu kupitia ile neema kuna utume, na ule utume ni kwa ajili ya kuwa tayari kutumwa na kupeleka habari njema kwa wale ambao Mungu ananikutanisha nao. Usikutane tu na mtu ukaona kwamba nimekutana naye kwa njia ya biashara au kwa ajili ya mambo ya biashara au mambo ya kikazi. Umekutana na mtu, umwambie mimi nimeokoka, ninakukaribisha kanisani uje uokoke. Na kama unaweza kushuhudia, mwambie mtu habari njema za Yesu. Haleluya. Haleluya. Ukishughulika na mambo ya Mungu kwenye ile agizo, Mungu atashughulika na mambo ya kwako. Atayatengeneza nawe pia mambo yako. Kwa sababu Mungu haanzii katika mambo tu ya kimwili, lakini anaanzia rohoni. Uponyaji wa mwanadamu unaanzia rohoni, alafu ndio unakuja mwilini. Kwa hiyo pamoja kwamba tuko kwenye hiyo neema, lakini tusisahau lile agizo kuu. Lakini moja, ule mstari wa 7 unapoendelea kusoma pale, soma mstari wa 7. Anasema, kwa wote walioko Rumi wapendwa. Moja mstari wa 7. Kwa wote walioko Rumi, walioko Rumi wapendwa na Mungu, walioitwa ifu na kutokayo kwa yetu na kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wale walioko Rumi wapendwao na Mungu, walioitwa kuwa mitume, neema na iwe kwenu na amani itokayo kwa Mungu Baba wetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo neema na amani. Umeona Neema na nini? Na amani. Kwa hiyo hiyo neema ya Mungu inaposhuka, tumesema ya kwanza inazalisha ule utume. Imekuja kwa ajili ya kusudi la nini? La utume. Lakini huo utume unaupelekaje? Inazalisha kitu kinaitwa amani. Haleluya. Yaani unakuwa ni mtu wa amani, unakuwa mtu mpatanishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini katika vitu hivyo anavileta nani? Anavileta Yesu. Tukakaa kwenye ile neema ya Mungu ambayo Mungu anaikusudia tuwe nayo na tuishi nayo wakati wote wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tumehesabiwa haki kwa neema, lakini pia ahadi huja kwa imani ili iweze kuwa neema ya Mungu. Chochote kwenye maisha yako kiwekee kwenye eneo la neema ya Mungu. Nitafanya kwa neema ya Mungu. Nitafanikiwa kwa neema ya Mungu. Nitaolewa kwa neema ya Mungu. Haleluya. Nitaoa kwa neema ya Mungu. Nitamuimbia Mungu kwa neema yake. Haleluya. Na ukiwa kwenye neema, hakuna jambo lolote litakalo kushinda pale ambapo umedhamiria kufanya jambo fulani. Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu inafanyaje? Inafundisha kufanyaje? Kukataa nini? Ubaya wa kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haki tumepata bure. Tunahesabiwa haki sio kwa sababu ya matendo yetu, sio kwa sababu ya uzuri wako, ni kwa sababu ya ile neema ya Mungu ambayo imetufunika. Kwa hiyo Mkristo hakikisha kwamba unaishi kwenye hiyo neema, kwa sababu ahadi yoyote katika Biblia inatekelezwa kwa neema ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo haijalishi umekaa muda gani, lakini Mungu hachelewi kama wengine wanavyokudhani kufanyaje? Kuchelewa. Kupitia kwake pia tumepata neema kwa imani. Kwa neema hii ambayo tunasimama sasa. Kwa nini mtu anasimama katika imani? Ni neema ya Mungu. Sio akili zako, sio maombi yako. Ni neema ya nani? Ya Mungu. Lakini hiyo neema ya Mungu inakuketisha kuwa chini ya nini?
ya maombi. Haleluya. Inakuketisha kwa ajili ya kusoma neno la nani? La Mungu. Inakukamilisha kwenye kusimama imara, kwa sababu katika kila hatua umeweza kuishi hiyo hatua, na hiyo hatua ndio inakupeleka kwenye maisha ya utauwa, na baadaye unakuwa msafi na mtakatifu wa Kristo kwa sababu ya ile neema. Wakristo wapendwa, neema, Biblia iwe ni sehemu ya chakula chetu cha kila siku. Haleluya. Iwe ni chakula chetu cha kila siku, kwa sababu neema ndio inatupeleka. Lakini sio tu utoaji, pia tunatoa kwa neema ya Mungu. Yaani hata kumtolea Mungu ni ile neema iko juu yetu. Sio kwamba huyu amepewa kifurushi hichi, huyu amepewa kifurushi hichi, huyu amepewa kifurushi hichi. Hakuna mtu ambaye amepewa neema ya kutoa. Nataka niwaambie, neema ya kumtolea Mungu ni neema ambayo iko kwa kila mmoja. Kinachofuata ni ile kuishi hiyo neema. Haleluya. Haleluya. Sisi tunaelewana? Yaani hakuna Mkristo aliyepewa neema ya kutoa alafu mwingine hajapewa neema ya kutoa. Hapana, hiyo Kiswahili haiko sawa. Kila Mkristo anayeishi kwenye neema, neema inamsaidia kwenye kutoa. Akiwa huyo mtu hatoi, ni kwamba ameipungukia neema kwenye sehemu ya kutoa. Unanielewa? Hatuwezi kusema kwamba Mkristo huyu ana neema ya maombi. Yeye mwenyewe ameamua, neema imemfundisha kwenye neno la maombi, ameamua kujikita kwenye nini? Kwenye maombi. Na ile neema inamsaidia na kumwezesha na kumpandisha juu kiwango hadi kiwango. Usipokaa pale, neema hiyo haiwezi kupeleka juu zaidi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anasema kwamba huyu yeye ana neema ya kutoa. Hapana. Kama Yesu kiongozi wetu na mwalimu wetu ni Yesu Kristo, si ndio? Yesu ni huyu. Na huyo Yesu ambaye ni mmoja, yeye pia jina lake pia anaitwa nani? Neema, kwa sababu si ndio alikuja nazo. Kwa hiyo huyo Yesu hayuko huku nusu, hayuko huku nusu, yuko kwa kila Mkristo. Na kama Yesu yuko kwangu mzima mzima, jinsi Yesu alivyoishi na jinsi Yesu alivyokuwa anatoa na jinsi alivyoagiza watu watoe, neema hiyo iko kwa kila mmoja ambaye ameamini. Ukimuona Mkristo hatoi, ni kwamba hayuko kwenye hiyo neema. Akitoa huwa anatoa kwa kulazimishwa, lakini hatoi kwa hiari. Kutoa kwa hiari ni mtu ambaye ameshaelewa neema, lakini yuko kwenye ile ofisi. Kwa hiyo neema inamuamsha kwa ajili ya kutoa zaidi, lakini pia mtu huyu anayetoa zaidi anapokea nini? Zaidi. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba heri kutoa kuliko kufanyaje? Kuliko kupokea. Anazungumza na nani? Mkristo mmoja au baadhi? Haongei na kundi, anaongea na Wakristo wote. Kwa hiyo ukimuona mtu anamtolea Mungu, sio kwamba anavyo, lakini yuko kwenye ile neema ya kutoa, kwa sababu ndio anakoogelea pale. Na mtu huyo maisha yake na ya kwako hayalingani na mtu ambaye hatoi. Ndio maana neema imetolewa sio kwa kipimo. Haina kipimo, ni nyingi ya kuzidi. Yaani wewe ni kuogelea kwenye hiyo neema, unataka ikusaidie kwenye eneo gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria iliongezwa ili hatia iongeze dhambi, lakini sheria ilipokuwa imetaja dhambi na dhambi ilipoongezeka, na neema iliongezeka zaidi. Kwa hiyo hata shetani hawezi kutunga dhambi mpya ambazo hiyo neema haiwezi kupita huo utungaji wa dhambi mpya za shetani. Kwa hiyo kila ulimwengu unapoenda na maasi yanapoongezeka, neema inakuwa juu maradufu zaidi kuliko ile dhambi, ili yule atakayemwangalia Mungu na kumuomba Mungu kwamba apate msaada, ile neema inakuja kumsaidia na ile dhambi inasinyaa. Haleluya. Ni neema ya Mungu. Hakuna kisingizio tukatakachokaa mbele za Mungu kusema kwamba
unajua sisi tulikuwa tuko kwenye eneo la utandawazi zaidi. Hakuna eneo la utandawazi. Neema ilikuwa juu zaidi kwa sababu ya utandawazi. Utamwambiaje Mungu? Biblia zizidi, mitandao ilikuwa ni mingi, watu walikuwa wanafanya hivi na hivi. Sawa. Lakini neema yangu hii ilikuwa juu ya hizo dhambi ambazo zilitungwa na zikaendeshwa hivyo. Neema yangu ilikuwa iko kiwango cha juu zaidi, ilikuwa ikusaidie na kukuwezesha. Lakini hukutaka kuwa chini ya neema, ulikuwa chini ya sheria, ambapo sheria hukuiweza kuiishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana kanisa? Kwa hiyo kitu ambacho Mkristo anatakiwa kujivunia na kuomba kila wakati kwenye maisha yake ni neema ya Mungu. Ni neema ya nani? Neema ya Mungu. Ishi maisha kwa neema. Maisha yako mwenyewe binafsi ndio yatakutoa hapo ulipo, na hakuna mtu atakaye kuja kukutoa hapo ulipo. Hakuna nabii wala mtume wala mahubiri fulani atakutoa hapo ulipo, isipokuwa ni wewe kwa ajili ya kung'ang'ana mbele za Mungu na kuomba neema ya Mungu ikupandishe hapo ulipo na kupeleka juu zaidi. Haleluya. Haleluya. Kama ni kuombewa, inawezekana umeombewa sana. Kama ni maji umeshakunywa sana. Kama ni nini umeshakunywa sana, lakini bado utakuta kwamba yale matatizo yako pale pale. Kwa sababu gani? Hujakaa kwenye neema, umekaa kwenye mawazo ya kibinadamu. Hatukai kwenye mawazo ya binadamu kama tulivyoamini, ila tunakaa kwenye wazo la kimungu ambalo alipowaza kumkomboa mwanadamu aliachilia neema juu yetu. Na hiyo neema ndio inaweza katupandisha na tukawa Wakristo tofauti. Haleluya. Hiyo neema ndio inayotuwezesha tusikimbie kama ulimwengu unavyokimbia. Lazima sisi tuwe na mbio za aina tofauti, tofauti na ulimwengu. Haleluya. Ni mbaya sana Mkristo kwa ajili ya kuipungukia neema ya Mungu. Hayo hata kama sheria iliongezwa, lakini pia neema iliongezwa zaidi. Dhambi pia ilivyotawala katika kifo, lakini pia neema ilitawala ili kuweka haki. Ndio maana tukasema kwamba Mkristo analala, Mkristo hafi. Hata kama dhambi imekuwepo kwamba mtu anakufa, mauti inamkuta, anakufa huyu mtu, lakini hafi kwa sababu huyu mtu huyu, Kiswahili cha Biblia, huwa amelala, kwa sababu mwenye haki huwa hafagi. Bwana Yesu asiwe sana. Analala katika Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hiyo lazima kujitathmini kwamba wewe uko chini ya sheria au uko chini ya neema. Lazima uwe chini ya neema. Na ili uweze kuwa chini ya neema, jifunze neno la Mungu. Ili uweze kuwa chini ya neema, uwe muombaji. Kama uko chini ya neema, omba Mungu neema ya Mungu uishi ndani yake. Na ukiishi ndani yake, mambo yataenda vizuri. Kwa hiyo ni sifa ya Mungu. Neema ni nini? Moja, neema ni sifa ya Mungu. Yaani Mungu amekuokoa, lakini sifa kubwa ya Mungu kuokoa wewe ni kuhakikisha kwamba unakuwa na neema. Kwa hiyo sifa ya Mungu, Mungu mwenyewe ni neema. Ukisoma kwenye Zaburi ya 145 na ule mstari wa 8, Bwana ni mwenye neema. Wakati Mungu anapozungumza juu ya neema yake, anajitoa, anaiachia neema kama iko peke yake. Lakini Mungu ndio yeye mwenyewe anayetoa hiyo neema. Ni sifa ya Mungu. Kwa hiyo unapokuwa chini ya ile neema ya Mungu, uko kwenye sifa ya Mungu, kwa sababu neema ya Mungu inasema na inazungumza na wewe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia neema ni zawadi ambayo unapewa wewe mwenyewe binafsi. Yaani hapa tuseme kwamba sisi tuko kwenye neema moja. Kila mmoja hapa ana neema yake. Na hiyo neema yake inategemea anaitumia vipi katika kuomba, anaitumia vipi katika kujifunza neno, anaitumia vipi katika hii, anaitumia vipi katika hii, anaitumia vipi katika hii. Jinsi ambavyo unavyotumika kwenye ile neema, ndivyo ambavyo ukuaji wako unakuwa pale. Kwa hiyo hakuna mambo ya kusema kwamba mimi huyu amepewa neema kwa ajili ya hiyo, yule pale akapewa neema. Neema sio karama. Tunaelewa eh? Neema sio nini? Lakini karama ni vitendea kazi ambavyo tunapewa wetu. Ndio maana huyu anaweza akawa nacho, huyu akawa hana. Lakini neema inahitajika kwa kila Mkristo. Imfunike.
Roho wa Mungu anapokuwepo ndani ndio anazalisha nini? Zile karama. Ndio anasema kwamba Roho Mtakatifu ni mzalishaji wa karama kwenye maisha ya muamini. Lakini je, uko kwenye ile neema ya kutumika ili kiburi kisiinuke? Sisi tunaelewa hapo? Ukiwa nje ya neema, chochote ambacho kinafanyika au mafanikio yote yanayofanyika kwako, basi utakuta kiburi kinainuka. Majivuno yanainuka. Wewe ndio wewe tu. Hivi na hivi na hivi. Hiyo ni mwendo wa kuipungukia nini? Neema ya Mungu. Usipungukie neema ya Mungu, wala usitamani kwa ajili ya kupungukia hiyo neema ya Mungu. Umefika hapa? Zaburi. Nimesoma. Zaburi 145:8. Neno la Mungu linasema, Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma. Bwana anafadhili na ni mwingi wa huruma. Si mwepesi wa hasira. Sio mwepesi wa hasira. Ni mwingi wa rehema. Na ni mwingi wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana ni mwenye nini? Ni mwenye neema, ni mwingi wa huruma, lakini sio mwingi wa nini? Wa hasira. Kwa hiyo nini ambacho Mungu anafanya? Ukikaa kwenye ile neema ya Mungu, Mungu hawezi kufanya hasira juu yako. Haleluya. Ni wa neema. Ndio maana tunafanya mambo mengi na makubwa, lakini bado Mungu anatuchukulia. Hatufi. Upokei magonjwa. Huumwi. Unafanya kosa kazini, lakini bado unafanya kazi. Urejee, sio kwamba Mungu haoni, Mungu anaona, lakini ni ile neema ya Mungu ambayo iko juu yako. Bwana anakulinda na anakuhifadhi kwa sababu anakupa muda wa kuweza kutafakari na kujijenga ili uweze kuenda sawa na ile neema. Lakini pale anaposubiri, neema ya Mungu inasema umekosa, umefanya dhambi hii, umefanya dhambi hii, tubu. Tupale tunaposema kwamba watu wakiongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa nani? Ndio wana wa Mungu. Lakini tatu, inakuja kupitia Yesu Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi mbili hiyo ni ya pili, inakuja kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo neema inakuja kupitia mtu ambayo ni Yesu Kristo. Hapo niliposema kwamba sheria ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini pia neema na kweli zilikuja kupitia mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Lakini pia neema ni zawadi kwenye Warumi 5:15. Ni zawadi ambayo imekuja kwa mtu mmoja mtakatifu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Tatu, neema ni ya milele. Upokei neema ili neema hii ni ya milele, inakuwezesha. Huachana nayo hapa duniani. Yaani ukifa unakufa na neema yako. Unaondoka na neema yako. Unapokelewa na Mungu kwa neema yako. Kila kitu unawezeshwa kupitia ile neema iliyo juu yako, inayokufunika juu, na unasonga mbele zaidi. Kwa hiyo neema haifi kwa sababu neema ni ya milele. Na wewe kwa sababu ni mtu wa haki na ni mtu wa kiroho, na wewe unakuwa wa nini? Wa milele. Haleluya. Huo ndio tofauti ambao tulio nao kati ya madhehebu, makanisa na makanisa mbalimbali. Kwa nini tulitoka huko? Kwa nini tumefika hapa? Tumefika hapa kwa sababu tunaitaka neema ya Mungu iwe juu yetu. Na neema ya Mungu inafundisha. Watumishi wa Mungu wanafundisha, lakini pia neema ya Mungu inafundisha. Kwa hiyo neema ya Mungu unaweza ukaitumia katika mahali popote pale. Itegemee katika mahitaji yako kwamba niko juu, niko chini ya neema ya Mungu, na hili ninalolitaka haijalishi limekawia, lakini neema ya Mungu nitalipokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Ishi kwenye ile neema ya Mungu. Ishi kwenye ile neema ya Mungu, Mungu atakupigania na Mungu atakutunza, na Bwana atabariki kazi ya mikono yako, na hutakuwa mtu wa kawaida, utakuwa ni mtu mwingine kwa sababu ya ile neema ya Mungu iko juu yako. Haleluya. Maana wakati mwingine unaweza kumwambia, ukimsemesha mtu vibaya ambaye yuko kwenye ile neema ya kweli, maisha yako yanaharibika. Kwa sababu unapomnyoshea sasa unanyoosha mboni ya jicho la nani? La Mungu. Neema. Yaani kama hapa nimefunikwa na neema hivi, ukinisema vibaya wewe huwezi kuwa salama. Mtu akikusema vibaya hawezi kuwa salama. Ushasikia vitu kama hivyo? Yaani unamsema mtu hata hajasikia, lakini kuna kitu kinakupata. Hata hajatamka neno lolote, lakini kuna kitu kinakupata. Kwa sababu gani? Uko neema ya Mungu
ni kama vazi au ni kama uvuli umekufunika pale. Sasa kama msipungukie nini? Neema ya jamani. Biblia wasomaji inasema tusipungukie nini? Neema. Neema sio ya kupungukiwa, kwa sababu neema itatupa ushindi dhidi ya uovu, dhidi ya dhambi. Neema itatupa ushindi hata katika maeneo yote. Hata kama mtu anakukwaza, neema ya Mungu ikiwepo, huwezi kukwazika. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa na hasira lakini baadaye zinaondoka. Neema ya Mungu haiwezi kukuzuia wewe usimtumikie Mungu. Neema ya Mungu haiwezi kukuzuia wewe usimwabudu Mungu. Neema ya Mungu haiwezi kukuzuia wewe usimchezee Mungu. Ndio utamchezea Mungu zaidi. Na watu wakianza kusema juu yako, ndio utaongeza mara 20 zaidi. Kwa sababu ile neema inaokaa. Lakini ukizungumzwa na ukisemwa, na kama huko kwenye hiyo neema, huwa unaacha, kwa sababu ile neema haipo. Na utakuta mtu anaolewa, alikuwa anaimba kwaya, haimbi nini? Haimbi kwaya tena. Ameoa, alikuwa anaimba lakini haimbi tena. Kwa sababu gani? Ile neema ya Mungu haiko sawa, imepungua. Alichokuwa anakitaka amefika. Haleluya. Lakini kumbe hiyo neema ya Mungu wakati anaimba ndipo alipoonekana. Paka mtu akasema kwamba huyu sasa ni mke nampenda. Neema ya Mungu ambao ilikupa mkao fulani, hiyo neema ya Mungu ndio iliyosababisha ukamuona fulani. Lakini tunapoipungukia neema tunapata shida. Kwa hiyo tusipungukie neema ya Mungu. Tunapokuwa tumefunikwa na neema ya Mungu, unapokuja kufagia kanisa, mtu anapokuwa anakucheka, mtu anapokuwa anakubeza, mtu wa neema huwa ndio anafanya mara 20 zaidi ya pale. Kwa sababu anajua anayemtumikia. Na huyu ambaye anayemsema vibaya anamuona kama mjinga tu. Hamuelewi Mungu vizuri jinsi ya kumtumikia. Na Mungu mambo ambayo amedharaulika ndio kwake yeye yametukuka zaidi kuliko yale ambayo ni makubwa. Yaani kuliko uende uwe sijui askofu wa Afrika, bora uende kwa mwinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Yaani wewe una utukufu zaidi hata kuliko yule askofu wa Afrika, kwa sababu wewe umegombea kama cheo. Haleluya. Kuna vyeo katika Biblia ni vya kugombania. Lakini kuna vyeo ambavyo sio vya kugombania, ni special. Moja kwa moja. Kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Unakaa unaanza kufundisha, unaanza kuhubiri, baadaye unaona karama ya walimu inafanyaje? Mungu amekuchagua kwenye nafasi ya walimu. Mungu amekuchagua kwenye nafasi ya uinjilisti. Mungu amekuchagua kwenye, sio ile ya kwamba njoo wewe kuanzia sasa hivi wewe ni mwinjilisti. No, inawezekana kama Mungu amesema ndani ya huyo mtumishi. Lakini neema ya Mungu inapokuwa kwako, mtu kama huyo ambaye amepokea neema, hata kama atapata madongo kwa namna gani, atasonga mbele na harakati yake haitakoma, kwa sababu anajua aliyemchagua ni nani. Mkristo ambaye umeokoka, unatakiwa uelewe ya kwamba wewe uko chini ya neema na huko chini ya sheria. Sheria inakutambulisha, neema inakuambia kwamba unaweza, kwa sababu neema ni uwezesho wa kukiweza kile ambacho ulikuwa hukiwezi. Sasa mshindi Mkristo anayeishi maisha mazuri na matakatifu nje na ndani ni yule ambaye yuko chini ya ile neema ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu mtu anapoishi chini ya neema ya Mungu anasema, hata kama niko mahali fulani hakuna muumini yoyote, lakini Mungu ananiona. Yesu ananiona. Roho Mtakatifu yuko wapi? Yuko hapa, ananiona. Kwa hiyo huyo mtu hata ipungukia neema ya Mungu, kwa sababu hofu yake ni kumtenda Mungu dhambi, na hofu yake itakuwa sio kwa mtu. Kwa nini watu wanarudi nyuma? Ni kwamba wanapokuwa wako mbali, basi wanaanza kufanya yale ambayo Mungu hataki wakayafanya, kwa sababu wanapoteza, kwa sababu wanajua kwamba neema ya Mungu iko wapi? Iko mbali. Yaani ameifanya neema kwamba inasimamiwa na mzee wa kanisa, au inasimamiwa na mchungaji, au inasimamiwa na mhubiri fulani. Hapana. Neema ya Mungu, wewe ndio msimamizi mkuu wa hiyo neema, na hiyo neema ambayo unakuwa nayo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanakushuhudia mahali popote unapotembea na unapokanyaga. Kwa hiyo jilinde mahali popote na mdhihirishe Kristo, ili aendelee kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Haleluya.
Kwa hiyo neema hii ni ya milele. Kwenye Timotheo wa pili 1:9, ni nani aliyetuokoa na kutuita katika maisha matakatifu? Neema ya Mungu ndio iliyotuita. Yesu Kristo ndiye aliyetufia pale msalabani akatukomboa ili tutembee katika neema ya Mungu. Wiki ijayo tunasema kwamba ni Pasaka. Yesu anakufa wapi? Msalabani. Kwa nini? Alikufa ni kwa neema. Haleluya. Yaani ametupenda upeo, akaamua autoe uhai wake kwa ajili yetu sisi, akatufikia, akatupatanisha, akabomoa kiambaza ambacho kilitutenga kati ya sisi na nani? Na Mungu. Akatoa uhai wake, akavumilia. Alikuwa na uwezo wa kukwepa, lakini hakukwepa kwa sababu yako na kwa sababu yangu mimi. Tunapokuwa tunaenda kwa ajili ya kusherehekea baada ya kifo cha Kristo Yesu wa Nazareti aliye hai, neema ya Mungu itakuwa iko kipimo gani katika maisha yetu? Lazima wiki hii tuweze kuomba Mungu neema yake ambayo inatuwezesha. Haleluya. Hata kama ukifika Jumapili ni tarehe tu za kumbukumbu, haitakusaidia kitu chochote kama uko nje ya neema. Yaani maana yake kwamba uko kanisani, lakini kiuhalisia ulikuwa unahitajika kwamba uendelee kuhubiriwa nini? Injili, ili uingie kwenye ufalme wa Mungu. Lakini ukiwa ndani ya ufalme wa Mungu, basi una haki ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kifo chake msalabani, kwa sababu kimefanya kazi kwenye maisha yako, na ile neema ambayo ilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo iko juu yako. Hiyo na ikufunike na uzao wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu mambo ambayo tunayokuwa tunakutana nayo, tunakutana na mambo ambayo yanakutisha tamaa, na tunasahau ile neema ya Mungu. Neema ya Mungu, neema ya Mungu ni kwako binafsi. Haleluya. Yule tai tuliyojifunza Jumapili alikuwa anashughulika na maisha yake binafsi. Kuruka kwake kwenda kujificha mahali ni kwa ajili ya kwake mwenyewe binafsi. Haendi kwa ushauri wa tai wengine, wala haendi ili tai wengine wao wanazunguka wakiona mnyama mbaya waje wamuokoe. Hapana, ni yeye mwenyewe binafsi. Nikiliwa huko kwenye mwamba nimeshapotea, lakini ninaenda mahali pa kujificha ili niweze kutoa kope zangu, nitoe nani zangu, nitoe manyoya yangu, nikae ili niote tena upya ili niweze kuwa kijana. Tai alipata hiyo neema, na hata leo kama kanisa la Mungu tuna hiyo neema. Ile neema iweze kukaa, lazima tusipungukie neema kwa gharama yoyote. Sema amen. Amen. Tusipungukie nini? Neema. Tukiipungukia neema, tumekuwa watu wa mataifa hata kama tuko kanisani. Tukiipungukia neema, tumekuwa watu wa mataifa hata kama tunaimba kwaya. Yaani hamna tofauti. Tukiipungukia neema, hata uko kwenye bendi hamna kitu. Unacheza duniani, macho watu wa duniani wanakuona, wanashangilia, lakini mbele za Mungu wewe umeshapungukiwa na neema. Na ukishapungukiwa na neema, uko nje ya neema. Na ukiwa nje ya neema, uko nje ya ufalme wa Mungu. Lakini viatu utavaa, suti utaendelea kuvaa kama kawaida. Kwa hiyo neema hii ni neema ambayo inakaa ndani mwetu, lakini ina kusudi la maisha ya milele katika maisha yetu. Haleluya. Neema hii tumepewa bure. Kwenye namba 4 ni bure, haina masharti, ni zawadi. Huwezi kulipwa au huwezi kulipa. Kuifanyie kazi bure. Kimwambia Mungu anakupa bure. Yaani sio kwamba niende kwenye maombi ya siku 3 niombe neema. Ipo. Wewe mwenyewe unasema Mungu, naingia kwenye neema. Yesu uko ndani mwangu, nataka niishi kwenye hiyo neema yako. Kwenye neema ujue kwamba una utume ambao uko ndani mwako. Kwenye neema inakukumbusha habari ya agizo la Kristo. Hutaenda ukawa kama mtu wa kawaida au mtu wa kidini. Utaanza kuwashuhudia watu wengine habari njema, kuwaleta kwenye ufalme, kwa sababu ile neema ambayo kusudi la kwanza la neema ni utume. Haiji bure. Si ndio Haiji nini? Bure. Ukiona unakuwa Mkristo wa kawaida, uwashuhudii watu na kuwaleta watu kwa Yesu, ni kwamba ndani mwako neema ya Mungu haifanyi, au wewe uitumii ile neema ya Mungu jinsi ambavyo unatakiwa kuitumia. Na pale ambapo tunapofanya kazi ya Mungu vizuri, basi maisha yetu pia huwa yanakuwa vizuri. Tunafurahia dini, au tunafurahia dhehebu, au tunafurahia Ukristo.
Unapokuwepo kanisani unakuwa na furaha, unakuwa na amani, kwa sababu ile neema ya Mungu iko juu yako. Neema ya Mungu inapokuwepo ndani, hata kama umekwazwa kiasi gani, utasamehe na utaendelea kusonga mbele zaidi. Haleluya. Sio mtu wa kuropoka, ni mtu ambaye yuko kwenye neema. Hata kama kuna shida katika familia, Bwana atatengeneza kwa sababu ile neema ambayo ipo kwenye familia. Yaani wewe ndio wa kuipeleka neema hiyo kwenye familia yako, ndio wa kuipeleka neema hiyo kwenye watoto wako, ndio wa kupeleka hiyo neema kwa jamii ambayo inayokuzunguka. Na ukiitumia hiyo neema, wote kwenye mtaa wako watajua kwamba wewe ni Mkristo. Kwa nini unakaa kwenye mtaa alafu watu hawajui wewe ni nani? Ni kwa sababu hujawapatia habari njema, hujafanya kazi ya utume ambao uko ndani ya ile neema. Chochote unachokijua cha kumwambia mtu, usikae kimya. Mwambie mtu. Mtu mmoja anapokuwa anamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, maandiko yanasema kwamba mbinguni malaika wanashangilia. Yaani ni sherehe inafanyika mbinguni kwa ajili ya mtu mmoja anayetubu. Kwa sababu gani wanafurahia? Kuna mtu duniani ambaye yuko chini ya ile neema, amefanyia kazi agizo la kitume. Na wapewa lile agizo la kitume, amewafikia wengine. Na katika hao wengine ambao wamewafikia, mmoja amekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Sasa wakishashangilia, na wewe jina lako linaanza kutajwa wapi? Mbinguni. Ukifanya kitu katika serikali, basi hata wale washauri wa rais wanaanza kutaja jina lako, wewe una habari. Haleluya. Haleluya. Mimi nishatajwa hata kwa marais. Wakati mwingine unaweza kutajwa kwa uzuri au kwa ubaya, lakini nishatajwa kwa sababu hata mpaka Kikwete akishia kuniona mimi akaanza kutaja. Kwa hiyo wakaanza kunijadili, kunitaja mimi. Zamani zile za mambo ya kampeni, nilisimama nikamuuliza Maalim Seif, nikamwambia kwamba wewe huwa unashinda siku zote. Yaani hiyo tu. Wewe huwa unashinda siku zote, kupewi. Sasa hivi unahakikishiaje wananchi kwamba ukipata utashinda bila kuleta hali yoyote ya vita, hali yoyote ya nini, na utapewa bila kushawishi wananchi ili upate madaraka kwa nguvu? Sasa hiyo ilikuwa sio shida, hiyo ilikuwa ni nzuri. Ila kosa moja ni kwamba wewe unashinda siku zote. Yaani miaka yote ya uchaguzi unashinda. Sasa si jamaa wanachukua pale. Kwa hiyo ikapelekwa kwa rais, ikafika kwa Kikwete. Niliambiwa mimi taarifa kwa mtu mmoja wa serikali. Alafu baadhi ya watumishi wakaniambia kwamba bwana asiyefanya mpango uondoke. Nikamwambia kwa sababu gani? Mambo uliyofanya amefika mpaka kwa Kikwete. Nikawaambia hivi, kasema hivi, mimi siondoki Zanzibar. Niliyoyasema ndio nayasikia kwenye masikio yangu. Watu wanasema. Sawa Lakini swali langu la kimsingi ilikuwa mimi nauliza tu kwamba utafanyaje bila kutumia maandamano na vita kupokea urais wako? Sasa kama hilo lingine wamelitafsiri vibaya, waniite mimi, wanihoji. Lakini mimi siondoki. Mungu ameniita Zanzibar, siondoki, na hawawezi kunifanya chochote. Baadhi ya wachungaji ndio wajibu hivyo. Mpaka leo naishi na niko vizuri tu, na nakula na bamia zangu. Haleluya. Lakini nilifanya kwa makusudi, lakini jina langu likaenda mpaka kwa nani? Kwa wakubwa. Sasa jina lako linaenda kwenye baraza la malaika, pale ambapo unapomshuhudia mtu habari njema, atapomkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wanakutaja. Wakikutaja, yaani wakikutaja, Mungu akienda pale anaangalia, hivi nani anayetajwa hapa? Wanaona fulani anatajwa. Nani hapa? Wakataja Maria. Hapa wakataja na Isaac. Hapa wakataja fulani. Huyu kwa nini anatajwa? Asema ameleta watu wangapi? Ana watu 70 sasa hivi ameleta kwenye ufalme wa Mungu. Asema muongezee neema yake. Bwana ananyosha mkono na kuongezea neema zaidi. Mara nyingine unapohubiri ile mara ya kwanza na unapohubiri baada ya miaka 2, ikuwa nalifanyia kazi neno,
upako wako unakuwa ni mwingine kwa sababu ya ile neema ambayo inaongezeka kila itwapo leo kutokana na yale matukio unayoyafanya. Sasa mpendwa, wewe umeokoka, umekaa tu. Hiyo neema inakuja ifanye kazi gani? Ipo ndiyo hiyo neema, lakini haiwezi kukua. Imekaa kama inamzuia mtoto mdogo asiende kuchezea maji machafu. Basi. Kwa hiyo inakusaidia tu hapo. Lakini ukitaka ile neema uitumie kwenye nafasi ya utendaji, bado inaweza. Sasa sisi ndio tunamuinua Mungu. Na Biblia ikasema kwamba mtu anayenitumikia Baba yangu atafanyaje? Atamheshimu. Maana yake kwamba utatu wa Mungu utakuheshimu, kwa sababu ile neema unapoifanyia kazi ndipo ambapo jina lako linakuwa nini? Kubwa. Ndio maana anasema kwamba tusibakiwe tu kwenye kuimba kanisani. Tusibakiwe tu kwenye kuhubiri kanisani. Tusibakiwe tu kwenye kutoa sadaka kanisani. Lakini kitu kikubwa katika kanisa ambalo Mungu ametuita ni ili kushuhudia matendo makuu ya Mungu, na matendo makuu ya Mungu ni kuwaleta watu katika ufalme wa Mungu. Hilo ndio jambo kubwa kuliko yote. Haleluya. Hilo ndio kubwa kuliko yote. Na hapo ndipo ambapo shetani amesahaulisha nini? Kanisa. Kuwahubiria watu na kuwaleta watu kwa Yesu. Tofauti na ule ulokole wa zamani. Ulokole zamani unamkuta mtu barabarani anashuhudia, unamkuta mtu sokoni anashuhudia injili. Sio mpaka uwe na vyombo, anashuhudia injili. Lakini ukija kanisani kila mtu amemkuja, mama fulani huyu nimemwona, amemkaribisha, amekuja kanisani. Yule pale yule, yani hakuna sehemu ambayo utakuja kanisani kuna watu 70-80 alafu hakuna mtu ambaye ameletwa ili aokoke. Au ameokoka anakuja kumshukuru Mungu kwa ajili ya wokovu. Lakini makanisa ya mjini yanakaa miezi hata 3 mpaka 6 hakuna mtu, na huyo mtu amesukumwa na Mungu mwenyewe kuja kanisani. Anasema nilipopita nilisikia mahubiri, nikasema kwa sababu nimechelewa kazini, Jumapili nitawahi asubuhi nije niokoke. Yaani hakukaribishwa na mtu, ila amesikia tu mahubiri kwa mbali. Na hayo mahubiri yalikuwa hazungumzia habari ya wokovu. Ni mguso tu wa Mungu, kule kusikia kuleta hali tofauti. Lakini unakuta watu 70, 80, watu 100, watu 200. Unaweza ukaenda kwenye kanisa la watu 300, hakuna mtu aliyekuja kuokoka. Wale aliyeshuhudiwa na mtu hata mmoja kwa ajili ya kumwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha. Ni kwamba neema ya Mungu imepungua isivyo kawaida kwenye kanisa la Mungu. Na katika hiyo tunaita agizo kuu kuliko maagizo mengine yoyote ambayo unayoona kwenye Biblia. Agizo kuu ni kuleta watu kwa Yesu. Nendeni mkahubiri injili. Lakini tuko tayari kwa ajili ya kuja vipindi vya katikati, Jumatano, Ijumaa, mazoezi, nini, kila kitu. Kufanya usafi na kutafuta nafasi ya kunani ya kuhubiri hapa madhabahuni. Tunahubiria waliookoka. Yesu hana haja nao, hao wameshaokoka, wako kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Mungu anataka tulete watu. Haleluya. Tunapokuwa tunaleta watu, hao ndio wapate neema hiyo ya hayo mafundisho yanayofundishwa hapa. Siku moja nilikuwa nafundisha mahali nikasema kwamba kanisa likiwa halina watu ambao wanaookoka au alishuhudia watu wanaookoka, shetani anabadilisha kibao, wanakuwa ni wambea. Yaani wanakuwa ni wambea na maneno tu hapa fulani, baadaye utakuta kwamba watu wanaangalia mavazi. Yaani kuna mtu wewe umekuja kanisani umevaa, unakutana na mtu Ijumaa anajua nguo uliovaa, hata kama umevaa pete anaijua kwamba ni pete ya rangi gani. Yuko kanisani, lakini hana mtu ambaye amemshuhudia kumleta wapi? Kanisani. Mashuhuda wa kanisani sasa hivi ni kuachika watu. Yaani mtu akiwa hivi, wanataka waumize wengine kwa maneno tu. Kwa sababu gani? Hushuhudii injili, hamna habari mpya. Roho Mtakatifu hazileti habari mpya kwa sababu tumeipungukia neema ya Mungu. Neema ya Mungu tusipoipungukia, tutakuwa wahubiri wazuri wa injili kwa sababu ya ule utume ambao uko ndani mwetu. Awe mwanamke awe mwanamume, anaangalia kwamba nakaa mwezi mzima simleti mtu kwa Yesu, simshuhudii mtu, mimi nakuwa Mkristo wa aina gani? Na ndio kawaida jinsi ambavyo ilivyo. Ndio maana nikasema kwamba ukisoma historia ya kanisa la kwanza, ile Jumapili wanaanza kutoa shuhuda. Huyu alienda kule Samaria, huyu mwingine alienda huku Yerusalemu, huyu mwingine alienda huku, huyu mwingine alienda huku, huyu mwingine alienda huku. Wanapokutana kwenye ule ushirika, wanatoa shuhuda na ripoti.
Sisi tulienda kule, tulipata kibali, tulishuhudia kuna watu 3 waliokoka. Sisi tulienda kule, tulipotaka kuna hii kushuhudia, wakataka kutupiga mawe, tukaacha, tukafanyaje? Tukakunguta miguu yetu, tukaondoka. Sisi tulifika kule, tukaenda tukakuta mtu mmoja mgonjwa, alikuwa amepooza, tukamwombea akapona. Lakini kwa neema ya Mungu amekuja wapi? Kanisani. Huyo hapa. Umeona hapo Watu wakianza kushughulika hapo kwa ajili ya kuomba na kuimba sifa, Roho Mtakatifu alikuwa anatikisa, anakuja kwa kishindo, kwa sababu kazi zilikuwepo. Leo hapa sisi tunaomba maombi ya Ijumaa lisali moja, mahubiri ya Jumatano, tunaona tena Jumapili ijayo. Tunataka nguvu za Mungu wapi? Zitikise kanisa. Tunataka Roho Mtakatifu aingie wapi? Ndani. Roho Mtakatifu haingii kwa watu waliosinzia. Roho Mtakatifu anaingia kwa wachapa kazi, kwa sababu Roho Mtakatifu ni mchapa kazi. Yaani Roho Mtakatifu haingii ndani mwetu kwa ajili ya kutupeleka mbinguni. Tunaelewa hapo? Haiji. Yule mwizi msalabani alijazwa Roho Mtakatifu. Mwizi msalabani alijazwa Roho Mtakatifu pale. Alimwamini Yesu na akaambiwa leo hii utakuwa na mimi wapi? Peponi. Hakupokea Roho Mtakatifu. Alienda peponi. Lakini Roho Mtakatifu ili aje kwenye maisha ya muumini, anakuja kwa ajili ya kazi. Kwa hata kama kuna mtu atafundisha baada ya somo la Roho Mtakatifu, atafundisha mpaka asubuhi. Hata kama tumuite askofu mkuu hapa, akifundisha kwa watu ambao tayari wameshajiamulia kusinzia na kuwa watu wa dini, hakuna Roho Mtakatifu atakayeshuka kufanya kazi. Wakati mwingine tunaweza tukao tunaishi, kumbe tunaishi kwenye kipindi kile cha kale. Kipindi kile cha kale Mungu alisema na manabii kwa njia mbalimbali. Lakini wakati huu anasema na sisi katika mwana. Hii katika mwana imeshageuzwa, haipo. Amerudi kwa njia ya nini? Ya manabii. Ndio unaona kwamba yule pale na moto, huyu hapa na moto, yule pale na moto, yule pale na moto. Lakini wengine hawajielewi wala hajifahamu. Wanakuja kanisani kila siku wanasikia mahubiri, tunaimba, tunafurahia, tunashangilia, lakini mtakeni Mungu na nguvu zake. Nguvu za Mungu zinakuja mahali pa kazi. Haleluya. Na kazi ambayo Mungu anaiona na anaachilia neema yake ni kuleta watu na kuingiza watu katika ufalme. Kwa maana leo kwa makusudi nimezungumzia habari ya neema ya Mungu. Sio ya kuituki ipungukia tunakuwa watu wa dini. Sasa hivi kanisa, wakati mwingine tunalifanya kwamba kanisa ni sehemu ya baraka. Jina lako hili nalitajataja sana. Kama ni sehemu ya baraka, kwamba mimi naenda kanisani, niombe biashara zangu zifanyaje? Ziende vizuri, kazi yangu iende nini? Iende vizuri, nipate pesa, nijenge nyumba, ninunue gari, nifungue biashara hii, nifungue biashara hii. Yaani kanisa tumelekwa kwenye mazingira ambayo sio kusudi lake. Na kwa sababu hatuoni yale makusudi ya kimungu kwenye ulimwengu wa kiroho, tumebakiwa na haya ambayo haya yanapita. Sisi tunaelewana jamani? Mnanielewa vizuri wapendwa? Kwa hiyo tusibakiwe tu na vitu vya duniani, ambao vitu vya duniani haviendi mbinguni. Pamoja kwamba tunafanya kazi kwa bidii, lakini lazima tuhakikishe kwamba wale ambao tunakutana nao kwenye kazi tunawahubiria habari njema ya ufalme wa Mungu. Hiyo iwe ni lengo la kwanza la muumini, ili tuwe ndani ya neema na tusiwe nje ya nini? Ya neema ya Mungu. Yesu Kristo alipokuja alikuwa anatembea kwenye kusudi. Na maandiko yanasema kwamba mwana wa Adamu hana hata sehemu ya kulaza kichwa chake, kwa sababu mchana kutwa nzima alikuwa anahubiri, alikuwa anafundisha mijini na vijijini. Usiku pia alikuwa na watu wa siri wanakuja. Kwa hiyo alikuwa na muda mchache wa kulaza kichwa chake. Ndio maana hata wale wanafunzi wa Yohana walijibiwa kwamba mwana wa Adamu hana sehemu ya kulaza kichwa chake. Si ndio Lakini sisi je? Kama sisi ni watoto wa Yesu. Haya, kama ni watoto wa Yesu tunatembeaje? Maana mtoto wa nyoka ni nyoka. Nyoka kama anapanda kwenye ukuta, ujue mtoto wake naye atapanda kwenye nini? Kwenye ukuta. Kama anaenda kwenye malimu, anaenda kwenye mashimo, naenda kwenye mashimo. Ili tuweze kuwa mfano wa Kristo, lazima tuangalie kazi za Kristo, alafu tujipime kwamba sisi ni wa Kristo au la. Sisi kuwa wa Kristo sio kuabudu tu, sio kusali. Ni ile kazi ambayo iko ndani mwetu ndio itatukamilisha kuabudu. Haleluya. Kazi ya kuhubiri injili, kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu ndio inayosababisha ikamilishe na maabudu yetu, ili Mungu aachilie ile nguvu yake itutakase kila takuwa za moto
ibada zetu zitakuwa nzuri, hata tuanze kusema kwamba omba hapa, kemea. Sasa Mungu akiangalia wanakemea shetani aondoke, alafu akishaondoka wanafanya nini? Maana Biblia inasema kwamba mkaribieni Mungu naye shetani atakimbia. Kwa hiyo kazi yako wewe, ukimkaribia Mungu shetani anakimbia. Haina haja ya kukemea. Baba, katika jina la Yesu, toka shetani. Toka. Kaja saa ngapi kakukaribia mpaka kugusa? Akikugusa jua kwamba uko mbali na Mungu. Maana unapomkaribia Mungu, shetani na yeye ndio anavyopiga hatua nyuma yako, anakimbia. Unapomkaribia Mungu, shetani anakimbia. Haya, hiyo kemea kwa jina la Yesu. Yuko wapi huyo shetani? Na kama yuko mgongoni mwako au kakugusa yuko kwenye, ujue wewe uko mbali na nani? Na Mungu. Kwa sababu unapokuwa mbali na Mungu ndio unapokuwa karibu na shetani. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo neema inaweza kukataliwa kupitia matendo yetu. Lakini pia neema inaweza kupingwa kupitia maisha yako. Ishi maisha ya neema ya Mungu. Neema ya Mungu itakuwezesha kuishi vile ambavyo Mungu anataka uishi. Sema amen. Sema amen. Wapendwa katika Bwana, kuna maisha mengine ambayo tunatarajiwa kwa ajili ya kuyafikia. Hayo maisha mengine kabla hayajafika, haya maisha ya sasa hivi ndiyo yanatupatia sifa njema ya kuyaendea hayo maisha. Tumeelewa jamani? Kwa hiyo ni muhimu tusisahau agizo kuu. Ndio maana nimezungumza kwa utaratibu sana. Sijaamua kwamba nihubiri, nikutabirie, lakini tukiwa Wakristo wa kawaida ni sawa tuko kwenye dini zetu za kale. Hatutofautishi sisi na kuimba, hatutofautishi sisi na kucheza, hatutofautishi sisi na kuvaa suti au na nini. Hapana, tunatofautishwa sisi na kazi. Kazi ya kuwahubiria watu wengine habari njema ndio inayotofautisha sisi. Na ile nguvu ambayo Mungu ataiachilia kwenye maisha yetu itatutofautisha sisi. Tutakuwa watu tofauti. Kwa hiyo ukiona kwamba kwenye eneo la injili imefungua kwako, jua umeipungukia nini? Neema ya Mungu. Rudi chini ya utawala wa neema, chini ya usimamizi wa neema. Mungu atakubariki na Mungu atainua huduma yako na utakuwa mtu mwingine. Usizuilie kile ambacho unachopaswa kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ili upate heshima kwa Baba, upate heshima kwa Mwana, upate heshima kwa Roho Mtakatifu, ni pale ambapo unapofanya kazi kama Kristo mwenyewe angekuepo. Yaani miguu hii iwe miguu ya Yesu. Ili zile kazi ambazo alikuwa anazifanya Yesu na anaenda huku na kule, na wewe upate muda hata kwa wiki nzima ukapata kuwaendea watu 3 4, na ukiwaombea hata kwa majina na kuwaendea, kuwashirikisha habari njema za Mungu. Anapoamini yule mtu na anapookoka, moyo wako unakuwa na furaha kwa sababu mbingu wiki hiyo zimekutaja. Tuhitaji sana majina yetu yatajwe mbinguni kwa ajili ya kazi tunayoifanya hapa duniani. Sema amen. Haleluya. Hiyo ndio itatuletea sifa njema, itatuletea baraka. Tutaachana na yale mapilika tu ya kanisani, yale ya kawaida, lakini tutakuwa watu tofauti wanaong'ara na wenye mng'aro wa tofauti. Ishi katika hiyo neema na Bwana atakupa neema kubwa zaidi. Hutakuwa ni mtu wa kiburi, utakuwa ni mtu ambaye mnyenyekevu unayetaka kuwafikia watu wengine kwa ajili ya habari njema. Usipokee neema ya Mungu bure. Ipokee neema ya Mungu kwa faida ya kwako, kwa sababu neema inakuja kwa ajili yako wewe mwenyewe binafsi. Huo mstari mmoja tu ambao unaoujua kwenye ufahamu wako, huo mmoja tu au hiyo mstari miwili tu, Roho Mtakatifu anakuambia hiyo tu unaweza ukafanya kazi na watu wakaokoka. Sio mistari mingi. Kama mistari mingi ni kuleta watu kwa Yesu, Mazingi angeleta watu kwenye ufalme wa Mungu. Ana mistari mingi sana imejaa kuliko hata Wakristo, si ndio? Lakini kwa sababu hayuko kwenye ile neema, haifanyi kazi. Lakini wewe mistari yako miwili tu ulionayo hiyo inaweza ikaleta watu katika ufalme wa Mungu, kwa sababu uko na Yesu na Yesu ndio anayevua samaki. Ila kazi yako wewe ni kumpeleka Yesu kwa watu wasioamini. Na Yesu anapoona hivyo, yeye mwenye kipimo anaongeza ile neema
kwa sababu hata ukifanya kazi mara ngapi ni kwamba huwezi kuimaliza neema, kwa sababu iko juu zaidi. Mungu ameachilia hizo neema, kwa sababu hiyo neema ameiachilia kwa sababu ya kazi ya utukufu wake. Inamisha kichwa, omba Mungu, mwambie Mungu, asante sana kwa sababu neema yako ni utajiri katika maisha yangu, kwa sababu neema imekuja kupitia gharama ya Kristo. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu ili nipate hii neema bure kwenye maisha yangu. Lakini neema hii iniwezeshe kuishi maisha matakatifu. Neema hii pia iniwezeshe kwa ajili ya kuwaleta watu katika ufalme wa Mungu. Neema hii inisaidie katika maeneo mbalimbali hata ya utoaji. Neema mbalimbali hata ya kupata mwenzi wa maisha. Neema mbalimbali hata ya kupata mume kutoka kwa Bwana. Maeneo mbalimbali hata ya kumaliza katika hali yote yaliyosalia ambayo unataka Mungu ayafanye. Ukiwa chini ya neema ya Mungu itakuwezesha. Itumie neema ipasavyo ili Mungu azidi kufaidika na wewe kupitia neema aliyoiweka ndani mwako kwa ajili ya kazi ambayo Bwana anataka tuifanye. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ninakuinua Mungu, ninakutukuza na nakubariki. Libarikiwe jina lako kwa ajili ya kanisa lako ambalo Bwana tumejifunza kidogo kwa ufupi habari ya hii neema. Asante Baba mbinguni kwa sababu tumejifunza vitu vingi habari ya neema yako, kwamba neema imekuja lakini ikiwa na kitu kikubwa zaidi kwa ajili ya ule utume ambao uko ndani mwetu. Na katika utume ni kwa ajili ya kuwaleta watu katika ufalme wako. Tusaidie Yesu, na msaidie kila mmoja mahali hapa Bwana, kwa sababu hatukuipokea neema ya Mungu bure ili tuwe wa Kristo na kufaidika katika mambo yetu ya mwilini, lakini umeileta ndani mwetu kwa makusudi kwa ajili ya ufalme wako. Naomba Mungu tusaidie ili tutembee katika uelewa, tutembee katika ufahamu, ili Baba katika jina la Yesu Kristo tuweze kupata baraka zako na neema yako Baba, kwa ile neema inayoongezeka kila itwapo leo katika maisha yetu. Mungu tusaidie, Mungu tuwezeshe, Mungu lisaidie kanisa lako hili ambalo Bwana hata kwa kipindi hiki katika kusikia habari hii njema ya Yesu wa Nazareti aliye hai, aliyekuja na neema katika mkono wake. Basi Mungu, hii neema ikafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuweza kuleta watu na kuwaingiza watu katika ufalme wa Mungu. Lisaidie kanisa lako, saidia watumishi wako, tusaidie Mungu wa milele, tu wahubiri wa injili. Saidia Baba wa mbinguni ili tuwe na uinjilisti wa mtu kwa mtu. Tusaidie Baba wa mbinguni na kuondoa ile aibu ambayo iko ndani mwetu ya kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Naomba Mungu neema yako na uweza wako Bwana kwa kila mmoja mahali hapa. Mungu katusaidie na kutuwezesha kusimama imara katika imani. Liwezeshe kanisa lako na lisaidie kanisa lako, ili Bwana hata kila juma tupate ushuhuda wa watu wanaokuja na kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Naomba Mungu wa milele ukasaidie. Saidie mwanamke yule, saidie mwanamume yule, saidia kaka yule, saidia dada yule, saidia watoto wale. Tusaidie kanisa nzima kwa ujumla Mungu wa milele, ili ile moto wa injili Mungu wa milele uweze kuwaka ndani mwetu, na ule moto wa injili uwe ni kwa ajili ya kuwashuhudia wenye dhambi na kuwaleta katika ufalme wako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana utusaidie na kutuwezesha Baba mbinguni, ili Mungu tusipungukie ile neema kwa jambo lolote. Maana kuipungukia neema si dhambi tu, lakini kule kutenda kwetu katika kile ambacho Mungu umekiagiza ni kuipungukia neema. Naomba utusaidie tusipungukie neema yako Baba mbinguni, ili Bwana tutembee sawa na neema yako katika jina la Yesu. Asante Baba mbinguni kwa ajili ya nafasi hii ya kanisa lako. Libarikiwe Baba jina lako na kuinuliwa na kuhimidiwa, maana wewe ni Mungu wakati wote utusaidia na kututia nguvu zaidi. Tunaomba tuwe chini ya neema yako Baba, ikatuwezeshe, ikatuponye, ikatupe afya, ikatupe uzima, ikatupe akili, ikatupe ufahamu Baba, ikatufundishe kukataa kila aina ya uovu, ikatufundishe hata katika njia mbalimbali, lakini pia hata katika mambo binafsi ambayo Bwana tunayafanya kwa ajili ya faida ya maisha yetu Mungu wa milele ya kimwili. Pia neema ya Mungu iwe ni msimamizi mkuu kwa ajili ya kutuelekeza katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu na tunakuinua. Pokea sifa, utukufu na heshima, kwa sababu ni Mungu unayetupenda, unayetujali. Tupatia nguvu na neema na baraka zako kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini, na wote tuseme amen.